Na huku hayo yakishuhudiwa mwaka 2025, familia moja kutoka mtaa wa Sisi kwa Sisi, eneo bunge la Changamwe, kaunti ya Mombasa, inalilia haki kufuatia madai ya kutekwa nyara kwa jamaa wao na watu wanaodhaniwa kuwa maafisa wa polisi usiku wa Desemba 24 mwaka huu. Kwa mujibu wa Lea Njeri Mwangi, mumewe Harrison Nyamu alichukuliwa kwa nguvu kutoka nyumbani kwao na watu waliovalia mavazi ya kiraia waliokuwa na silaha na kuficha nyuso zao. Mwendo wa saa 2 usiku, wakati familia ilikuwa nyumbani pamoja na watoto wao wawili, Lea anadai kuwa watu hao walimpiga mumewe kabla ya kumchukua bila hata kumpa fursa ya kuvaa nguo. Chini Edu akalazwa jikoni, Jileni akapelekwa chooni, mimi nikapelekwa bedroom. Mzee wangu akalazwa hapo, wakaanza kumpigia hapo. Ile waliingia waliuliza kuna laptop inafanya kazi hapa. Wakaingia wakanipata nimeshika simu yangu, wakachukua simu yake. Kuna simu ndogo ya watoto kabambe wakachukua pale kwa meza. Kulikuwa na 1200 pia wakachukua. Utekaji nyara unaendelea na Wakenya wanateseka kimya kimya. Kuona kwamba idara ambazo zina operate firearms bila kujitambulisha wao ni nani, na kwa kuficha sura zao kuingia majumbani na kuchukua watu kwa nguvu na kupiga wale ambao wako kwenye hizo nyumba, ni jambo ambalo sio la kisheria. Ile tukio limefanyika hapa la kutekwa kwa Harrison inaweza fanyika na grupu mbili za watu hapa Kenya, magaidi ama askari polisi. Na kama ni magaidi wamefanya hivyo, pia ni jukumu la askari polisi kuwatafuta na tumpate Harrison akiwa hai na mzima. Na kama ni polisi, pia ni jukumu lao kumchukua, kumpeleka police station na kumpeleka mahakamani ili haki ipatikane. Bado mtazamaji, tukisalia katika eneo hilo la ukanda wa Pwani.